Kwa mujibu wa sheria ya misitu namba 14 ya mwaka 2002 inatoa wazi kwamba mwenye mamlaka ya kwanza ambaye tumemkasimu rasilimali zote za misitu ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba. Lakini mheshimiwa ametoa sheria imetoa mawanda, kwa sababu rais hawezi kuwa sehemu. Maeneo ya uvunaji ni mkuu wa wilaya wa maeneo husika, lakini kwa maeneo sio kwa uvunaji ni mkurugenzi wa halmashauri kupitia idara ya maliasili na hifadhi ya mazingira. Pale tunatoa vibali vya uvunaji. Utaratibu wa kutoa vibali vya uvunaji unaanza na katika level ya mtaa. Mwenyekiti wa mtaa ana jukumu zito la kuhakikisha kwamba anatatua migogoro ambayo inatokana na rasilimali za misitu kuwa katika kiwanja cha wahusika, au kumtambulisha muhusika kwa ofisi ya mkurugenzi kwamba ndio mwenye stahiki ya kwanza ya kushiriki uvunaji ule na kupata matunda ya rasilimali ya misitu ambayo ameipanda. Lakini baada ya hapo mkurugenzi kupitia idara yake atakagua rasilimali husika. Je, ni kweli sababu iliyotolewa ya uvunaji inafanana na uhalisia? Baada ya kuwa amejiridhisha kwa kufanya assessment, itajulikana ni kipenyo gani cha mti na ni aina gani ya mti kulingana na tozo ya ushuru wa mazao ya misitu kwa mujibu wa sheria ndogo ya halmashauri. Baadaye tutakukatia kibali chako cha risiti pamoja na karatasi ambayo itakutambulisha kote utakakoenda. Kwa sababu kwa mujibu wa sheria ya misitu, mwananchi yoyote yule ni mkereketwa namba 1 wa mazao ya misitu, kwa sababu ni mali yetu sote. Kwa hiyo popote utakaposimamishwa au mwananchi atakapotilia mashaka, ana uwezo wa kukagua vibali ambavyo tumevisema. Kwa hiyo utaratibu wa kutumia wenye viti kufanya kazi za wataalamu sio sawa. Hapo kuna mtendaji wa mtaa, kuna mtendaji wa kata na viongozi wengine ambao wanaweza wakaidhinishwa na mkurugenzi kufanya shughuli kama hizo. Kwa hiyo nitoe wito kwa Wanashinyanga. Maeneo haya ya mjini sio tena maeneo rafiki kwa kukata miti, isipokuwa ni maeneo rafiki kwa kupanda miti. Sehemu ambayo tunaiona sasa hivi hapa, tayari hizi bati ziko kwenye hatari kubwa sana ya upepo. Lakini ya muoni kesho, hii kuni utaitumia siku 2-3 itakuisha. Lakini bati likija kuondoka hapo, upepo ni mkubwa, mvua zinaendelea kunyesha, matokeo yake tutakuwa na maafa kwenye huu mtaa. Lakini ukiangalia kipenyo kilichopo pale sio sawa na mwenyekiti akajua kwamba kina ukubwa kiasi gani na kinapaswa kutoza ushuru kiasi gani na ni aina gani ya spishi ya mti. Je, ni mti ambao uko kwenye hatari ya kutoweka au ni mti gani au ni miti inayolindwa na kadhalika. Kwa hiyo niendelee kutoa wito kwa Wanashinyanga, tuheshimu sheria na sehemu salama ya kukata mti sio manispaa ya Shinyanga tena. Lakini tuwasisitize wananchi kuendelea kupanda miti na wakitaka kuvuna miti yao wavune kwa utaratibu. Ni kweli kwamba unastahili kupata matunda yanayotokana na jasho lako, lakini fuata utaratibu uliowekwa. Kwa hiyo leo hizi nyara haziendi tena kwa mhusika aliyokuwa anafanya hii kazi. Zinaenda moja kwa moja serikalini. Tunaweza kwenda kwenye watoto yatima tukawapatia, tunaweza tukatoa sadaka kwenye maeneo kadhaa ambayo yana maslahi ya umma, sio maslahi ya mtu mmoja mmoja, kwa sababu tayari utaratibu umeisha kiukwa. Tofauti na hapo tutatoza faini. Kwa majina naitwa Ashraf Majaliwa, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Viwandani, kata ya Mjini. Mimi nipende kutoa wito kwa wananchi wetu, hususani wa mtaa wangu wa Viwandani na maeneo mengine, lakini hususani wa mtaa wa Viwandani, ya kuwa tutapotoa barua ya utambulisho wa miliki wa mti au mhusika wa mti, sio mwisho wa taratibu. Kwa hiyo niendelee kutoa wito kwa wananchi kwamba tunapowapa barua basi wafike ofisi za masijara ambazo zinahusika na miti kwa watu wa idara wanaohusika na mazingira, ili wapate utaratibu unaofuata wa kitaalamu zaidi, waweze kukata miti yao au kuvuna mti ambao ni mali yake katika taratibu ambazo zipo kisheria. Kwa hivyo wananchi wangu wa mtaa wa Viwandani wote ni waombe, wanapokuja ofisini, tutakapowapa barua za utambulisho, wasiishie hapo tunakuingia site kuanza kuvuna. Kabla hawajavuna basi wahakikishe kwamba wanakwenda kupata zile taratibu za watu wa mazingira ili waweze kuvuna miti yao katika namna nzuri ambayo inafaa katika uboreshaji wa mazingira yetu, kwa sababu miti ni uhai na miti inatusaidia katika mvua na upepo na kadhalika. Kwa hivyo yale ambayo yamefanyika, nadhani muwezeshaji na afisa ametoa elimu ya kutosha, na elimu hii nadhani sisi kama viongozi katika mikutano yetu ya hadhara tutaendelea kutoa elimu hii mara kwa mara ili wananchi wetu waweze kuelewa namna bora ya uvunaji wa miti ambayo inawazunguka katika maeneo yao. Naomba nihimize pia katika zoezi hili
Sheria inatuambia kwamba kata mti, panda mti. Kwa hivyo niwaombe wananchi wangu wa Viwandani tujibidiishe kupanda miti, kwa sababu tunapopanda miti mingi ya maana tunasaidia katika upepo wa mvua, tunasaidia katika vivuli, tunasaidia pia na matunda. Wakati mwingine miti ni matunda, miti ni afya. Ndani ya miti tunapata matiba ndani yake. Kwa hivyo tupande miti kwa wingi. Mfano hivi mti mmoja umekatwa, tuhakikishe tunapanda miti 5 au 10 ili tuweze kupata faida hapo baadaye, kwa sababu miti ni uhai. Naitwa Sefu Naso, ni kamanda wa kata ya Mjini. Mimi naungana na mheshimiwa wa mazingira kuhusu habari ya mazingira ya miti. Kwanza cha kwanza kutoa miti kama anavyosema ni sawa kabisa, kwa sababu hii nyumba sasa hivi imekatwa miti hapa, imeshakuwa nyeupe na mvua sasa hivi zinazokuja ni za upepo. Kwa maana hiyo hata hii nyumba mnaoiona hapa ni kwamba time yote inaweza kuongoka na upepo. Tunahofiwa kila siku na serikali tupande miti. Sasa nashangaa Watanzania wengi hatuna mazingira ya kukata miti, ya kupanda miti, ila tuna mazingira ya kukata miti. Kwa mfano kama mti huu mti umekaa hapa ni miaka 20 leo, lakini umekuja kukatwa kwa siku moja tu. Hii nyumba sasa hivi iko hatarini. Lakini yote hiyo ni nini? Ni kutokuwa na elimu ya miti. Sasa hivi tunakwenda wakati wa jangwa kubwa sana sasa hivi mkoa wa Shinyanga. Na tunashukuru sasa hivi hao wapanda miti wamejitahidi, tuna miti sasa hivi. Lakini Watanzania tunaanza kukata miti. La pili, nilikuwa naomba sana watu wa upande wa mazingira. Upande wa kuna soko lililotengenezwa kwenda kule Jitamata. Kule pamekuwa ni pachafu sana na kuna gari imeshabeba uchafu ikaenda kumwaga kule mtoni. Ule mto tunauua. Sasa hivi kule ni pachafu. Nilikuwa naomba watu wa mazingira wapite kule nyuma waone. Lakini yote hiyo nilikuwa mimi napigia kelele kwamba ile barabara kule ingetengenezwa vizuri, hata watu wasingeweza kutupa uchafu kule. Sasa hivi watu wote wanakimbilia kutupa uchafu kule. Barabara imeshakuwa tofauti, majani yamekuwa mengi, hata hawa wenzetu wa usiku wao wanapata nafasi ya kujificha kule. Kwa hiyo nilikuwa naomba serikali mpite na kule maeneo ya Bizamata, soko ile jipya, kama unaenda relini, mjaribu kutizama maeneo hayo. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza blend na kumanufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.